Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba basi tusikilizane kwa kifupi kabisa. Tusikilizane kwa kifupi kabisa ili tuingie kwenye maombi. Amen. Naomba tusikilizane kwa kifupi kabisa ili tuweze kuingia kwenye maombi. Funika macho yako, nyanyua mkono wako juu, sema Roho Mtakatifu, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya jioni ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa umenisaidia tena kuwepo kwenye ibada hii. Sema nami Bwana, niko tayari kabisa kupokea neno lako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. 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 Watu wa Mungu, somo ambalo tumekuwa nalo kwenye semina hii ni kwa habari ya kuhuishwa uwezo wako wa ndani wa kihekima na kiakili. Wale waliokuwepo kwenye semina nilikuambia kibiblia uwezo inaelezea uwezo kwenye namna nyingi, na nilikueleza vipengele sio chini ya 10 au 10 ambavyo ukivitazama kwenye Biblia vinaelezea uwezo wa kimungu ambao Mungu anakuwa ameachilia ndani ya mtu. Na ndani yake niliweza kusema kwa mfano vipawa na karama, nikasema juu ya ufahamu. Kuna uwezo unaitwa uwezo wa kiufahamu, lakini nikazungumza juu ya akili ambayo ndio sasa tunayo na hekima, lakini nikazungumza juu ya imani kama uwezo. Imani kama uwezo, kwa sababu imani, ukisoma ukikaa kwenye darasa la imani utakuja kugundua, unapojifunza imani, kuna imani unayoipokea kwa inayotokana na kusikia ambako huja kwa neno la Kristo, lakini kuna imani ambayo ni karama, ni gifti, ni zawadi. Mtu anazawadiwa imani, lakini kwenye imani hiyo hiyo utakuja kugundua kuna kitu kinaitwa roho ya imani. Sasa nyinyi wote mnaweza mkawa na imani, wote mna imani, lakini utendaji kazi wa imani yenu ikatofautiana. Ndio maana ukisoma nyaraka za Paulo, hasa ukienda kwenye ile wa Korinto wa kwanza, ile sura ya 2 mstari wa 4 na wa 5, anazungumza juu ya neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa hekima zenye kushawishi akili za watu. Alafu anasema bali kwa dalili za roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima za wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Kwa hiyo kuna mtu ana imani, lakini imani yake inaweza ikawa katika hekima za wanadamu. Lakini kuna mtu ana imani, lakini imani yake iko katika nguvu za Mungu. Hasa zote ni imani, zote ni imani. Na watu unaoshika wakuta kanisani, ndio maana unakuta mwingine imani yake imejengwa kimapokeo. Ukisema Mungu anafungua, afungue sasa. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa nikana kuelezea juu ya uwezo, na nikasema anayeuisha uwezo huu ni Roho Mtakatifu. Na uwezo usipokuwa nao, kuna vitu hutaviona kwenye maisha yako. Na hata ukiwa nao, lakini ukawa haufanyi kazi, kwa sababu vitu vya Mungu, Mungu akiviweka ndani yako ili vifanye kazi sawasawa, pia vinategemea uwepo wa huyo aliyeviweka huko ndani.
Ndio maana hekima Roho Mtakatifu akiiweka ndani, ili iwe bora kwenye utendaji, inamtegemea huyo Roho Mtakatifu na mahusiano naye vipi, aliyekupa hiyo hekima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nikakueleza vitu vingi na nikakuonyesha namna ambavyo uwezo unaweza kuzuiliwa, au wewe mwenyewe unaweza kuzuiliwa usiwe na uwezo, au uwezo ulioko ndani yako unaweza kuharibiwa, kufungwa. Nikakueleza na nikakueleza namna ambavyo faida ukiwa na uwezo, nini kinatokea kwenye maisha yako. Habari za kutawala nilikueleza, habari za kuinuliwa, habari za kujua nyakati na mambo unayotakiwa kuyafanya ndani ya nyakati nilikueleza. Nikakueleza juu ya kupambanua mema na mabaya. Nikasema wazo linaweza kuja ndani yako, Mungu amelileta, lakini namna ya kulitekeleza lile wazo unahitaji uwezo. Kwa mfano, nikupe mfano huu. Kuna watu wengi sana hata wakiombaga, Mungu nionyeshe maisha yangu, nionyeshe namna ya kufanya, Mungu anawaletea vitu vingi kwenye mawazo, wengine hadi kwenye ndoto anayaona mpaka maisha, anaona mpaka vile anavyotakiwa kufanya. Mwambie kile alichokiona akifanye, hawezi. Mwingine akiomba sana, Mungu anamletea mpaka mtu wa kumshauri na kumweleza, ninavyokuona wewe ukianzia hapa utafika mbali. Anasema kwa kweli namna alivyonishauri mwakani hili wazo nalianza. Mwambie toka ulivyoanza kusema nalianza, umelianza sasa, kwa sababu linahitaji uwezo. Na jana nilianza kukueleza ili uweze kuhuishwa uwezo ulioko ndani yako. Jambo la kwanza nilisema uwe na kiu. Nataka niseme haya maneno machache alafu tuingie kwenye maombi ya leo. Jambo la kwanza nilisema uwe na nini? Na kiu. Kiu. Uwe na kiu. Unataka kweli kuwa na uwezo wa kihekima na kiakili, kuwa na kiu kwanza. Kuwa na kiu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu nahitaji unijaze hekima na akili. Kuwa na kiu. Kuwa na shauku. Kuwa na njaa. Na niliongea jana, kiu itakufanya uwe msikivu. Itakufanya uwe tayari kusikia. Itakufanya uwe tayari kusikiliza. Lakini jambo la pili, andika haraka, ndio tunaenda jambo la pili sasa. Kwenye kiu, unakumbuka nilikutajia kitabu cha Isaya ngapi? Isaya ngapi? Isaya ngapi? Mstari wa ngapi mpaka wa ngapi? Na nikakutajia Yohana 7 mstari wa ngapi? Yohana 7 mstari wa ngapi? Wangapi walienda kusoma? Kwa sababu hiyo sikuisoma hapa, najua. Wangapi walienda kusoma? Wawili. Isaya 7:30 ngapi? Yohana 7:37, sio Isaya. Bwana asifiwe. Fungua Biblia yako uione hiyo Yohana 7:37 ili tuende kipengele cha pili, cha tatu nimalize haraka hapa tuingie kwenye maombi ya kuhitimisha. Na nilikwambia leo uandike maombi, kama hujaandika andika maombi. Sijui kama mratibu amewaelekeza, umewaelekeza eh? Yes. Andike maombi ili tunapoomba kuhitimisha Mungu awe pamoja nasi. Amen, amen. Yohana 7 mstari wa 37. Andika 37 mpaka 39. Anasema hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja
kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Umeona hiyo sentensi? Siku ile ya sikukuu, siku ya mwisho, Yesu anatoa tangazo. Amesimama anawaambia, yoyote aliye na kiu, yeyote aliye na kiu na aje kwangu anywe. Aliye na kiu. Huoni akianza na imani hapa? Anaanza na kiu, alafu imani inafuata baadaye. Anasema yoyote aliye na kiu na aje kwangu anywe. Yeyote aliye na kiu na aje kwangu. Mtu akiona kiu, maana yake lazima awe na kiu, na aje kwangu anywe. Mtu akiona kiu aje kwangu anywe. Alafu anasema hivi, anasema aniaminie mimi, kama maandiko, vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na hili neno alikuwa anazungumza habari za Roho Mtakatifu. Ndio maana Roho Mtakatifu akimjaza mtu, akimjaa mtu, anasababisha mito ya maji yaliyo hai kutoka wapi? Ndani yake. Na ile mito kazi yake ni nini? Kububujikia uzima. Inatengeneza chemchemi za kububujikia uzima, na ule uzima unaitwa uzima wa milele. Kwa hiyo anaanza na kiu, alafu ndipo anasema aniaminie. Kiu. Mtu akiona kiu aje kwangu anywe. Kwa hiyo lazima ujifunze kwamba kumbe vitu vya Mungu ili nivipate lazima niwe na shauku, niwe na njaa, niwe na kiu. Usipokuwa na kiu, kwanza kutokuwa na kiu ni ishara ya kuridhika, kwamba mimi tayari nilivyo inatosha. Siku moja nilikuwa nasoma kitabu cha Leonard Bonke. Ameandika hivi, akata anazungumza habari za Roho Mtakatifu, ameandika hivi: Mungu hajawahi kujaza vyombo vilivyojaa, hajawahi. Na alikuwa anatoa mfano wa ile chupa ya mafuta ya yule mwanamke. Kama unataka Roho Mtakatifu akujaze, jifunze kuwa wazi ndani yako. Ukishaonekana umejaa, Roho Mtakatifu hana mahali pa kuweka kitu chake. Hana. Bonke anasema lazima uwe empty, uwe wazi kule ndani, ndipo anakujaza vitu vyake. Ukishajaa vitu vingine, ukaishi umejaa, maana yake Roho Mtakatifu hana kitu kipya. Waulize watu wanaotembea na Mungu, watakwambia kila wakati wanapofikiri wamemjua Mungu, hatua mpya hazionekani tena, mpaka wanaporudi tena kuanza kutafuta kitu cha ziada na kusema, Mungu, mimi sijakujua, nahitaji nikujue zaidi. Ndipo Mungu anaanza tena kuwabeba kwenda hatua nyingine. Lakini saa unapolizika, huwezi kumuona Mungu zaidi. Ndio maana unasikia mtu akiongea stori za miaka 6 iliyopita, kwamba unajua 2019 nilimuona Mungu sana. Sasa unamuuliza miaka yote, sasa hivi ni 2025, hapa miaka yote Mungu alikuwa wapi? Maana yake kuna mazingira alikuwa nayo moyoni 2019. Yale mazingira baada ya kumuona Mungu akarizika. Kwa hiyo 2020 Mungu yupo tu, huyu mtu hajampa nafasi aweke vitu vipya. 2021 Mungu yupo, anatamani aweke vitu vipya, lakini mahali pa kuweka hamna ndani yako. 2022, 23, 24, hii ni 25. Unaongea stori za uwepo na upako na nguvu ya Mungu ya 2019. Maana yake hapa katikati hujawahi kuwa na kiu, umelizika, umejaa. Kwa jifunze kwenda mbele za Mungu, kuona kiu. Mungu, nahitaji hiyo hekima,
Na njia nyepesi itakao kutengenezea kiu, anza kuona thamani ya vile vitu ambavyo huna. Kwa mfano, hekima ambayo Mungu anaisema ni ya namna gani? Hivi kwa kukosa hii hekima nimekosa vitu gani? Akili ambayo Mungu anasema ni ya namna gani? Hivi kwa kukosa hii akili nimekosa vitu gani? Yaani ukishaanza kuona namna hiyo, ndani yako kutazaliwa kiu ya kutamani Mungu akupe hivyo usivyokuwa navyo. Lakini nakwambia kama una kiu, utajifunza semina na semina na utaombea pokea hekima, pokea akili, lakini hazitaingia, hazina mahali pa kukaa. Kama umenielewa sema amina. Kama umenielewa sema amina. Watu wa Mungu, hata mafanikio kwenye kanuni za kawaida za ulimwengu, hata mafanikio inaanza njaa kwanza. Ndio maana kule kwenye kanuni za ulimwengu wanasema desire. You desire to do something. Unakuwa na shauku. Kwa nini sina kampuni? Kwa nini sina kampuni? Desire to be somebody. Desire. Ile ni kwenye ulimwengu wa kawaida. Watu wanakuwa na desire. Wanakuwa na njaa. Kinachomfanya asilale, kinachomfanya asafiri usiku na mchana, kuna ndoto anayo, kuna njaa anayo, kuna kitu anatamani afike. Lakini mkute anayefikiri nimeshajenga nyumba, ninayo gari, nina duka, utaniambia nini? Ameshashiba. Na ukimwambia safiri, anakuambia nijitese kwa ajili ya nini? Ase nakula na shiba, nalipia watoto ada, nahangaika nini? Ni ubatili mtupu. Analeta na maandiko ubatili. Kumbe amealizika, endi kokote. Na vitu vya kiroho viko hivyo hivyo. Watu wa Mungu, mmenielewa ninachosema? Jambo la pili, andika jambo la pili haraka haraka. Mandarabasha. Jambo la pili. Jambo la pili, watu wa Mungu. Jambo la pili. Jambo la pili ni kujenga uhusiano wa kiushirika kati yako na Mungu aliye hai. Mtu anayetaka uwezo wa kihekima na kiakili ni kujenga uhusiano wa kiushirika kati yako na Mungu aliye hai. Yaani hakikisha Mungu anaathiri mpaka mfumo wa mawazo yako. Mungu anaingia kwenye fikra na kwenye fahamu zako. Kujenga uhusiano wa kiushirika. Sasa kwenye uhusiano wa kiushirika, unisikilize. Jambo la kwanza, uhusiano wa kiushirika huwa unaanza na hatua ya awali kabisa ya kukubali kutubu dhambi zako na kumkubali Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unisikilize. Ikiwa unataka uwezo wa kimungu, uhusiano wa kiushirika unaanza kwa kuokoka. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Kama hujawahi kuokoka, usikilize, kuna uwezo wa kimungu huwezi kuwa nao hata kama unasali kanisa zuri. Mimi nakwambia hata uende Bible school kama hujaokoka, kuna uwezo wa kimungu huwezi kuwa nao. Kwa ile kwamba wewe ni mtumishi na upako uko juu yako, kumbuka Roho Mtakatifu anaweza asikae ndani yako akakaa juu yako akakutumia. Ni kama vile bomba linalopitisha maji masafi lakini linabaki na kutu. Na utajuaje? Yaani yale unaosema Yesu anaweza, unaona watu wanakushuhudia, leo umetuhudumia na Mungu ametuponya, alafu we mwenyewe unalogwa. Kwa sababu huna kitu kinaitwa mantle, spiritual mantle. Huna vazi la kiroho ulilovalishwa. Ndio maana mtumishi aliyeokoka, moja ya kitu anacholinda sio utumishi. Halindi utumishi. Yaani ukimkuta mtumishi aliyeokoka kabisa, hawezi kulinda utumishi, hawezi. Utaangalia cha kwanza anachokilinda ni imani. Imani aliyonayo. Na analinda mahusiano yake. Na ndio maana mtumishi wa namna hiyo, umkatae haimsumbui, umkubali haimsumbui.
Umseme vizuri haimsumbui, umseme vibaya haimsumbui, haimsumbui, kwa sababu anacholinda ni imani. Paulo anasema imani nimeilinda, sio utume. Mahusiano yake na Mungu. Kwa nini analinda? Ndio maana utakuta mtumishi wa namna hii anapolinda imani na yeye anajilinda. Kwa nini anajilinda? Kwa sababu mtumishi aliyeokoka akajazwa Roho amevishwa na vazi linaitwa spiritual mantle. Ndilo linaloamua mwendo wake wa kutembea akiwa salama kwenye ulimwengu. Hafanyi vitu ovyo ovyo. Na ndio maana cha kwanza, ikiwa unahitaji uwezo, cheki uhusiano wako wa kiushirika na Mungu. Kama hujaokoka, okoka. Na sisi ngoja niweke herufi kubwa hapo, nasema hivi, okoka. Okoka. No shortcut. Yani hakuna kona kona. Unajua mimi bwana nikihubiri na mapepo yanatoka. Okoka. Kuna mtu anafanya uhuni, anazini na anakuja anahubiri na pepo zinatoka. Nasema okoka. Umenielewa? Ukiona mpaka Mungu anakutumia hivyo na hujaokoka, ujue neema inakufuatilia. Kazi ni kwako kufungua moyo. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Kwa hiyo hatua ya pili, ukishaokoka na kutubu dhambi zako, hatua ya pili, kama ulikuwa umeokoka, sasa huyu hatua ya kwanza ni yule ambaye hajaokoka. Kama ulikuwa umeokoka, unapotafakari uhusiano wa kimaisha, kama ulikuwa umeokoka, chunguza maisha yako ya wokovu, ni wapi ulipoanguka. Kwa sababu maanguko yanaondoa, yanazofisha uwezo ndani ya mtu. Chunguza. Kama unataka kuwa na uwezo wa kimungu, chunguza ni wapi ulipoangukia, ukatubu. Kwa sababu dhambi inapunguza na kuondoa utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Ukisikia utukufu unaondoka, manake unakuwa uchi. Yani tunakuona umevaa suti hivi, lakini kwenye ulimwengu wa roho unakuwa mtupu. Na muamini anapotubu, unajua maana ya kutubu kwa muamini? Kutubu kwa muamini ni tofauti na kutubu mtu anayeokoka kwa mara ya kwanza. Anayeokoka anampokea Yesu. Kutubu kwa muamini ni toba inayodai mabadiliko, inayodai matunda ya toba. Yani badiliko la kifikra na kimtazamo. Kwa mfano mtu anapokuja anasema mimi ni muamini, nimeokoka, natubu kuanzia leo. Nilienda kwa waganga, anatubu kwa sababu ile ni anguko. Akitubu maana yake hatakiwi kuja kurudi kwa waganga tena. Akirudi kwa waganga hakutubu. Anasema natubu kwa ajili ya uongo. Akitubu maana yake hatakiwi kusema uongo tena. Akisema uongo maana yake hakuokoka. Eti hakuokoka, hakutubu. Aliokoka lakini haja tubu. Ndio maana yake. Ndio maana toba ya muamini lazima angalie ni wapi alipoangukia kwanza, ndipo atubu. Ndivyo Ufunuo inavyosema. Wapi umeangukia ndipo utubu. Kwa sababu kanisa leo linapoteza uwezo. Unajua kanisa linapoteza mpaka sauti. Lakini ukiangalia ni nini? Maisha haya machafu haya tunaojichanganya changanya, uchafu mwingi. Nampenda Yesu wa Galilaya, uchafu mwingi. Kwa Yesu kuna raha, uchafu mwingi. Toba, uhusiano wa kiushirika, lazima ule kiapo ndani ya nafsi yako kwamba mimi nimeamua kumfuata Yesu. Nafsi ijue na mwili ujue na kila kitu kijue kwamba nimeamua kumfuata Yesu.
Yaani kuna vifungo vingine hapa tunahangaika navyo. Toka pepo. Kumbe mahusiano tu na Mungu mabovu wewe ndio yanaosumbua. Nimekwama sana mahusiano. Kuna uwezo haufanyi kazi ndani yako kwa sababu mahusiano yamekosekana. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wamenielewa hapo? Chunguza ni wapi ulipoanguka. Kasome kitabu cha Ufunuo. Aya, jambo la tatu kwenye mahusiano, ukitengeneza mahusiano yako, jifunze kujali wokovu. Kitendo cha kujali wokovu kitakuwa kinang'alisha ule uwezo ulioko ndani yako. Watu wengi uwezo unafifia kwa sababu hawajali wokovu. Hawajali wokovu. Ndio sababu uwezo unafifia kule ndani. Hawajali wokovu. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Kama umenielewa sema amina. Waebrania 2:3, andika hiyo. Sasa jambo la mwisho, ingawa sio la mwisho, nataka niseme tu kwa leo. Mambo ya mwisho, andika hiyo. Jambo lingine, la ngapi hili? La ngapi hili watu wa Mungu? Ukitoka la kujenga mahusiano, la ngapi hili? La 3. Nimeshatoka kwenye mambo ya uhusiano. Yote yale nilikuwa naongea ni uhusiano. La 3, jifunze kukua katika neema na katika kumjua Bwana. Jifunze kukua katika neema na katika kumjua Bwana. Mwalimu, kwa nini unaongea hivi? Kukua katika neema na katika kumjua Bwana. Angalia, Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi, mnisikilize. Biblia inasema hivi, hekima inakaa na watu gani? Inakaa na watu gani? Maandiko yanasema hekima inakaa na wanyenyekevu. Na unyenyekevu ni ufunguo wa neema. Kwa hiyo unapokuwa katika neema, kuna vitu, kuna uwezo utapokea. Mmoja anasema, mwalimu unaongea nini? Paulo anasema si mimi bali ile neema pamoja nami. Anasema neema ndio iliyonifanya hivi. Watu wa Mungu, kuna nafasi ya neema. Neema inaweza kukupa uwezo ndani yako. Wakorinto wa kwanza 15:9-10. Jifunze kuitambua neema. Jambo la 4, jifunze kutenga muda binafsi wa kukaa na kusoma na kulitafakari neno la Mungu. Ili ndio jambo nataka nimalizie nalo. Jifunze kutenga muda binafsi wa kukaa na kulitafakari na kusoma neno la Mungu. Mwalimu, kwa nini? Ili Timotheo apokee uwezo wa kiakili. Paulo anamwambia, yafahamu sana haya nikwambiayo. Maana yake jifunze. Jifunze. Paulo anamwambia jifunze. Yafahamu sana haya nikwambiayo. Jifunze. Kufahamu unachojifunza, Mungu atakupa akili katika mambo yote. Timotheo wa 2:2-7. Sasa yale aliyokuwa anamwambia Paulo ni nini? Ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Mmoja anasema, mwalimu unaongea kitu gani? Andika hii ya mwisho sasa. Andika Samueli wa kwanza 2, sura ya 2, mstari wa 19-21. Samueli hakuliacha neno lolote lidondoke chini. Unajua kwa nini anaongelea pale? Uwezo wa kuwa nabii ulionekana baada ya kuwa analitunza neno la Mungu ndani. Lakini Samueli ukimfuatilia mistari ya kule nyuma, alikuwa hawezi hata kusikia sauti ya Mungu. Akisikia anachanganya, haelewi kama Mungu anasema naye. Na maandiko yanasema kwa sababu neno la Mungu lilikuwa halijafunuliwa ndani yake. Ndio alikuwa hivyo. Unajua neno la Mungu lisipopata nafasi ndani yako, unakuwa mjinga fulani hivi. Hata Mungu akiongea na wewe husikii, uelewi. Na ukiona hivyo, wewe sio wa kwanza. Alikuwepo mtu anaitwa Samuel. Alikuwa elewi. Mungu anamwita, yeye anaenda kufanya nini? Anamfuata Eli. Paka neno la Mungu lilipofunuliwa ndani yake, hakuliacha lidondoke chini. Ndipo anasema Israeli wote wakajua kwamba Samuel ameitwa kuwa nabii. Wote wakajua. Ule uwezo wa kujulikana na kuwa na kibali ulizalishwa na neno la Mungu. Watu wa Mungu, unisikilize, kama we ni mvivu wa neno, maana yake unakataa uwezo.
Kuna ufahamu huwezi kuwa nao. Kuna akili iko ndani ya neno la Mungu, huwezi kuwa nayo. Kuna hekima iko ndani ya neno la Mungu, huwezi kuwa nayo, kwa sababu tuna kizazi ambacho cha watu wa Mungu ambacho ni kivivu kwenye neno la Mungu, kivivu sana. Unasema mwalimu unaongea nini? Mimi nakwambia, mimi ni shuhuda. Unaweza ukawaambia watu waombe masaa 2 au 4, ukawa unaongoza maombi na watu wakastahimili, lakini huwezi kuambia watu akae peke yake mwambie soma Biblia masaa 4 mfululizo. Sijui unanielewa ninachosema? Mnanielewa? Kwa sababu kuna vita. Neno la Mungu limebeba nuru, limebeba taa inayomulika. Kujifunze kujipa muda. Tenga muda, usiseme niko busy. Mnanisikia nyewe wafanyabiashara? Mnanisikia? Wafanyabiashara mtaki kuitikia. Nasema mnanisikia nyewe wafanyabiashara? Tenga muda. Ujiandage sasa, tunaenda kusimama kuomba hapa. Bwana asifiwe. Jambo lingine la ngapi? La ngapi? La 5. Una uhakika? Aya, la 5. Jifunze kuambatana na watu wenye hekima. Usiambatane tu, kwa sababu rafiki wa wapumbavu ataangamia. Lakini ukiambatana na watu wenye hekima, na utapata nini? Kuna watu wana hekima ya kibiashara. Muombe Mungu akuletee, na akikuletea tatizo, hakikisha umeshughulikia fikra za kimaskini. Kwa sababu ukiletewa mtu mwenye hekima za kibiashara, utaomba hela badala ya kutafuta hekima. Afu utashangaa taratibu Mungu anamuondoa. Nasema ni watu wengine wako na malingo kweli, kwa sababu wamefanikiwa, wanaona sisi hatuwezi kuwa rafiki zao. Nakwambia huwezi kuruka na tai wakati wewe ni kunguru. Niko nasoma masuala ya uongozi. Kwenye masuala ya uongozi akanatolea mfano wa tai, namna anavyopambana na kile tunaita tufani, kimbunga. Wakati kimbunga kile kinachobebaga mpaka miti, unakifahamu kinachobebaga mpaka saa nyingine na vyuma vyepesi vinaruka juu, mabati. Kile kimbunga kinapokuwa kinakuja namna hii, mabati yanazuka ya nyumba. Hivyo na paka hawa kunguru, watu gani wote, yani tundege utu tote tunakimbia kwenda kujificha. Alafu yeye tai anakaa hivi anakisubiria kile kimbunga. Alafu kikisha karibia, ananyenyuka na mbawa zake, ananyooka katikati ya kimbunga, anahakikisha ameenda juu kabisa. Kile kimbunga kinavyoenda hivi, yeye kule juu ndiye anajiachia hivi, yana na enjoy katikati ya matatizo. Ndio viongozi wanaoitwa productive leaders, viongozi wenye kuleta matokeo. Hawakimbiagi changamoto, wao changamoto ndio wanazitumia kupaa juu zaidi. Wewe unaombaje changamoto ikitokea? Ondoa na hii. Bwana anashangaa, anasema huyu hawezi kuwa tai, kunguru. Wangapi wamenielewa? Litumie neno kukupaisha. Luka juu kama tai. Na ndio maana natamani watu waliosikia neno hili mwaka ujao 2026, kuna tai wanatakiwa waonekane hapa, wenye uwezo wa kupaa juu. Wanawake, wakina mama, vijana, mabinti, wazee, watakao sema tumekaa mahali pamoja inatosha. Sasa hatuogopi vimbunga, hatuogopi changamoto. Uwezo ambao Mungu ameweka ndani yetu, hii ndiyo saa yake. Mungu tuliye naye ni mkubwa sana. Mnanielewa? Kama umenielewa sema amen. Nataka tukaombe. Mtumishi, karibu. Nyanyuka. Umeshaandika maombi? Simama kwa miguu yako. Mwalimu, ndio umemaliza? Ndio nimemaliza. Jambo la mwisho ilikuwa ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Andika hapo, kujazwa Roho Mtakatifu. Andika. Liwe ombi lako kuanzia kesho. Ukiamka asubuhi, mwambie Roho Mtakatifu, nijaze hekima, nijaze akili, nijaze uwezo. Simama kwa miguu yako.
Simama kwa miguu yako. Na mzee wangu ameenda wapi? Ametoka. Kuna maombi yako hapa. Haya, simama. Njoo na wewe mtumishi, njoo wewe mwenyewe, njoo. Kuna maombi yako hapa. Hebu simama mahali ulipo, simama mahali ulipo. Kando robos, kanda rabashanda. Yes, nilikwambia uandike maombi 7. Kama yana vipengele sawa, kama umezidisha hamna shida. Lakini nikwambia 7. Kanda rabashanda rabaka. Nyanyua mikono yako juu. Funika macho yako. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya jioni hii. Hii ni jioni ya hitimisho. Hii ni jioni ya pekee. Hii ni jioni ya tofauti. Umetupa neema kuwa mbele zako, Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, nimelisema neno lako na nikaeleza kwa kina namna ambavyo watu wako hawa wanatakiwa kupokea uwezo ndani yao. Roho Mtakatifu, asante kwa kuwa uko hapa. Tulipatana jana kwamba tutakuwa na maombi hapa. Maombi ya kufungua lango kimadhabahu, kufungua malango kwenye maisha yetu, ili tunapoingia mwaka ujao, Bwana, uwe ni mwaka wa tofauti ambao tutatembea na uwezo mpya kwenye maisha yetu. Waandae watoto wako. Inua mioyo yao, Bwana. Weka wepesi saa hii tunapoingia kwenye maombi haya, na nguvu zako zipate kutembea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yes. Tanifuatisha maneno yasema, Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa wema wako na kwa fadhili zako zizo juu yangu. Umenifadhili kwa neno lako kunijulisha siri hizi. Yesu, ninakushukuru kwa kuwa neno lako linasema wazi ya kwamba tukikubali na kutii, nikikubali na kutii, nitakula mema ya nchi. Asante kwa ajili ya maarifa haya na kwa msaada wako unaonipa kukubali na kutii nilichosemeshwa kwenye semina hii. Na kwa kuwa neno lako katika Isaya ya 60 ule mstari wa 11 imeandikwa, malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa kimataifa na wafalme wakiongozana nao. Kwa neno hili, Bwana, naliachilia neno hili kwenye anga, kwenye ardhi, kwenye ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hali nimesimama kwenye madhabahu, neno hili, Bwana, lipite kwenye ardhi, lipite kwenye anga, na malango yale uliyoyaandaa kwa ajili yangu kwa damu ya Yesu yawe wazi. Malango ya mema kwenye biashara yawe wazi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Malango ya mema kwenye afya, kwenye uchumi yawe wazi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Malango ya afya iliyo njema yawe wazi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.
malango yanayopitisha kibali yawe wazi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mbingu zako zinifungukie, mbingu zako zinifungukie. Ardhi uliyoiumba, Bwana, ikaachilie malango kufunguka, yafunguke kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Hayo malango ya mema yote, kwa kuwa imeandikwa katika Warumi sura ya 8 mstari wa 28, nasi tuwajua ya kuwa Bwana hutenda kazi pamoja nao wampendao, katika kuwapatia mema walioitwa kwa kusudi lake. Kwa damu ya Yesu, yale mema uliyoyaahidi, Bwana, kayatokezeshe kwenye maisha yangu. Malango ya mema niliyoahidiwa na Bwana, funguka, funguka. Malango ya kufanikiwa, funguka kwa damu ya Yesu. Nikawe na kibali kwa damu ya Yesu. Watu ambao Mungu aliwaumba kwa ajili yangu, watu waje toka mataifa mbalimbali, toka kaskazini, toka kusini, toka mashariki, wale wenye hekima, wenye maarifa, waje kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Omba mwenyewe sasa, omba mwenyewe maombi ya kufungua milango. Riposata karibosaya, ropoposaya, rikapakariboseke. Kumbuka neno la Mungu linasema, lolote takalolifunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni, takalofungua linafunguliwa. Tamka malango kufunguliwa, maana yanakwenda kufunguliwa. Malango ya mema yanakwenda kufunguliwa, malango ya kuinuliwa. Rapapasaka Karababaseka rikopoposaya rekopoposeke rekoria ekere kandarabashea. Fungua malango ya mema katika jina la Yesu aliye hai, na kwa damu ya Yesu ya Pasaka iliyomwagika pale msalabani. Yale malango ya mema yanafunguliwa, malango ya afya njema, malango ya biashara, malango ya fanya kazi huko ofisini yanafunguliwa katika jina la Yesu, yanafunguliwa katika damu ya Yesu. Yale malango yaliyofungwa, damu ya Yesu, damu ya Yesu inapita kwenye hayo malango, damu ya Yesu inapita, yanafunguka. Damu ya Yesu inapita, yanafunguka. Kila lango lilofungwa kwenye ukoo linafunguliwa. Kwenye kabila lako hayo malango yanafunguka. Kwenye ukoo, kwenye familia yanafunguka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mipaka uliyowekewa Bwana na kuvusha kwa damu ya Yesu. Hiyo mipaka damu ya Yesu inaondoa kwa damu ya Yesu. Hayo malango yanafunguka, yanafunguka. Watu watakaoleta utajiri, utajiri wa hekima, utajiri wa mawazo, utajiri wa fikra njema, hao watu Bwana na waleta, yanafunguka. Endelea kuomba, usiache. Rekoroposeke repapasaka batoria yeketa kariba saka yekenta karabaseke yokoribo saita rekoroposaka ropoposaya rekarabaseka katapashana kwa damu ya Yesu. Yanafunguka,
yanawekwa wazi kwa damu ya Yesu, yanafunguka, yanawekwa wazi kwa damu ya Yesu. Rapapa rekorobo seke yeketa karibo saya ropopo saya kanda yeketa kariba saka rikapapa saka. Nguvu za Mungu zinapita kila palipofungwa, kila palipofungwa hizo kamba zinaachia, hiyo minyororo inaachia kila palipofungwa. Yaweza kuwa ni ufahamu wako unaachiwa, yaweza kuwa ni ufahamu wa mume wako anaachiwa. Kila kilichofungwa kwenye maisha yako kinafunguliwa. Hayo malango yanafunguliwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Repoposeya yeketa karabaseka yeketa karibosata reposata. Kila kilichofungwa kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili yako kinafunguka, kinafunguka. Hiyo biashara inafunguka, hiyo ajira inafunguka, hicho kilimo kinafunguliwa. Hayo malango lazima yawe wazi, lazima yawe wazi kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu endelea kuomba mwenyewe, omba mwenyewe. Uko pako nafungua malango hapa na damu ya Yesu iko kasene. Hayo malango ya kuinuliwa yanafunguka. Unapovuka mwaka hautakuwa vile ulivyokuwa tena. Ni saa ya kwenda level nyingine, ni saa ya kwenda ngazi nyingine, another level kwa damu ya Yesu aliye hai iliyomwagika pale msalabani. Ropoposaya yekerekorobosata likoroposaka. Yale maono ambayo Bwana amekupa, Bwana kuinue tena kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ya Pasaka. Orika papa yekeria pasaya roposata rimasa itakaribasaya rekorobosa. Neema inayofungua malango, neema inayofungua malango iwe juu yako, iwe juu yako. Neema inayofungua malango iwe juu yako kwa jina la Yesu. Hiyo neema kubwa ya kuwa mfanya biashara wa kimataifa iwe juu yako kwa jina la Yesu. Hiyo neema kubwa ya kuwa mtumishi wa kimataifa iwe juu yako kwa jina la Yesu. Pokea upako wa kuwa mfanya biashara mkubwa katika mji huu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hayo malango yafunguke, yafunguke katika jina la Yesu aliye hai na kwa damu ya Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Inua mkono wako namna hii. Sema Baba, kwa jina la Yesu, ninaileta mikono yangu kwenye madhabahu yako, kwa kuwa neno lako linasema mikono ni moja ya malango ya kiroho, na ndio maana imeandikwa kwa mikono ya mitume ulifanya miujiza isiyo ya kawaida. Kwa damu ya Yesu, jioni ya leo ninafungua malango ambayo ni mikono yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo ninang'oa kila aina ya utasa na mazuio yaliyokaa kwenye mikono kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo lango mikono, lango mikono lifunguke, lango fikra lifunguke, lango akili zangu zifunguke kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu, Yesu, ninaita neema, neema kubwa kwenye mikono yangu. Naita hiyo neema, neema ya maongezeko na mazidisho katika kila nachofanya katika jina la Yesu. Bwana, ukaongeze mapato ya biashara yangu, ukaongeze
mapato ya ajira yangu, mapato ya kilimo changu, neema yako ikayaongeze kwa jina la Yesu. Bwana, ukaongeze uwezo wa ufahamu wangu na hekima yangu iwe juu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba sasa katika jina la Yesu. Ombea lango la mikono yako, lango la mikono yako, mikono yako ifunguke, ufahamu wako ufunguke, akili zako zifunguke. Neno la Bwana linasema kwa mikono ya mitume Bwana alifanya miujiza isiyo ya kawaida. Mungu akafanya miujiza kupitia mikono yako, ukaone mapato yakiongezeka kupitia mikono yako, ukaone kufanikiwa kupitia mikono yako. Bwana akaongeze uchumi wako kupitia mikono yako. Bwana akaongeze uwezo kupitia mikono yako. Neema ya kuinuliwa, neema ya kuinuliwa, neema ya kuinuliwa kibiashara, neema ya kuinuliwa mahali pako pa kazi, neema ya kuinuliwa kwenye huduma ya kwako. Bwana kaiachilie kwenye mikono yako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Rekoropo seke yeketa karabasia, rekoropo saka mandarabosika yekere karabaseka. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu, neema ya maongezeko kwenye biashara zako. Bwana kayaongeze mapato ya biashara yako. Bwana kayaongeze mapato ya kilimo chako. Bwana kayaongeze mapato ya mahali pako pa kazi, ukaone kuongezeka kwenye huduma yako, ukaone kuongezeka kwenye kila eneo la wito wako. Bwana akakuongeze kwa jina la Yesu.